Kariakoo Derby ya jana kati ya Yanga na Simba katika mchezo wa ngao ya jamii kwenye uwanja wa New Aman Complex Zanzibar haikuwa tu mechi ya kutafuta taji, bali ilikuwa kama sura ya kwanza ya msimu mpya wa soka Tanzania. Dakika 90 zilimalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao pekee likifungwa na Albert Kangwanda. Lakini nyuma ya matokeo haya kuna matukio kadhaa yaliyofanya mchezo huu uzungumzwe zaidi ya dakika 90. Yanga kwa ushindi huo imetwaa ngao ya jamii kwa mara ya pili mfululizo na kufikisha mataji 10 katika historia ya mashindano hayo. Jambo la kwanza lililotengeneza picha ya mchezo ni ukame wa Simba katika eneo la mwisho la mashambulizi. Wekundu wa Msimbazi walianza kwa kusukuma mbele katika dakika za mwanzo, lakini walishindwa kubadilisha presha hiyo kuwa nafasi hatari. Hadi mapumziko ilikuwa haijapata hata shot on target, huku Yanga ikiwa imeanza kutawala mchezo taratibu. Hii ilikuwa moja ya sababu zilizofanya bao la Kangwanda dakika 31 kuwa na uzito mkubwa, kwa sababu lilikuja wakati Yanga ikiwa imeanza kupata udhibiti wa mchezo. Na hapa ndipo simulizi linapokuwa la kuvutia zaidi. Simba ilikuwa na presha mwanzoni, lakini Yanga ndio ilikuwa na utulivu wa kubadilisha nafasi kwa matokeo. Shadrack Boka alipanda upande wa kushoto na kutoa krosi iliyomkuta Albert Kangwanda, ambaye alipanda juu na kuunganisha mpira kwa kichwa na kuufanya mpira kutinga wavuni. Bao hilo lilibadilisha kabisa sura ya mchezo. Yanga ikapata kujiamini zaidi, huku Simba ikianza kutafuta njia ya kurudi kwenye mchezo. Jambo la pili kubwa lilikuwa historia kuandikwa kupitia teknolojia ya video support. Derby hii ilikuwa miongoni mwa hatua muhimu katika matumizi ya mfumo wa football video support, mfumo ambao unatofautiana na VAR ya kawaida kwa kuwa unaruhusu benchi la ufundi kuomba mwamuzi aangalie tena tukio fulani kupitia video. Kila timu ilipewa fursa maalum za kuomba mapitio, huku mwamuzi akiwa ndiye mwenye uamuzi wa mwisho baada ya kuangalia marudio. Teknolojia hiyo ilifanya derby hii kuwa zaidi ya pambano la Yanga na Simba. Ikawa pia jaribio jipya la teknolojia katika soka la Tanzania. Tofauti kubwa ya mfumo huu ni kwamba video support haimaanishi mwamuzi anaondolewa mamlakani. Kocha anaweza kuomba tukio liangaliwe, lakini uamuzi wa mwisho unabaki kwa mwamuzi wa kati. Hii inalenga kupunguza makosa kwenye matukio muhimu kama penalti, kadi nyekundu au tukio linalohusisha bao. Kwa hiyo, kilichotokea Amani Stadium jana hakikuwa tu kuhusu nani amefunga na nani amefungwa. Ilikuwa pia ni mwanzo wa kuona namna mfumo huu mpya utakavyobadilisha namna makocha, waamuzi na wachezaji wanavyoshughulika na maamuzi yenye utata. Jambo la tatu ni Simba kuongeza idadi ya vipigo katika kipindi cha utawala wa GSM, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa kwa mashabiki. Kipigo cha jana kimeongeza mjadala kuhusu mwenendo wa Simba katika dabi za kipindi hiki. Kinachothibitishwa ni kwamba Yanga sasa imeifunga Simba katika mechi 5 kati ya 6 za ushindani zilizopita, Simba ikiwa imeshinda moja tu katika hizo. Lakini katika presha yote ya dabi kulikuwa na picha nyingine iliyogusa hisia za mashabiki. Mtoto aliyeingia uwanjani akiwa ameshikilia mpira. Mtoto huyu ni Ali Kimara, ambaye alikuwa akijulikana nchini kutokana na safari yake ya kuishi na changamoto ya ugonjwa adimu. Taarifa zilizowahi kuchapishwa kuhusu Ali zinaelezwa kuwa alipata changamoto inayohusisha misuli na mfumo wa upumuaji akiwa bado mdogo, na hali hiyo imekuwa sehemu kubwa ya safari yake ya maisha. Ali si mgeni katika ulimwengu wa soka. Jina lake limewahi kuhusishwa na matukio ya Yanga na hata mchezo maalum uliofanyika kwa ajili ya kumsaidia. Kwa miaka kadhaa, simulizi yake imekuwa zaidi ya ugonjwa. Imekuwa simulizi ya matumaini, elimu na uwezo wa mtoto kuendelea kuonyesha vipaji licha ya changamoto anazopitia. Taarifa kuhusu hali yake zinaeleza pia kuwa ameishi na changamoto kubwa za upumuaji na kwamba ugonjwa wake ni wa aina adimu ambao haujawekewa utambuzi rahisi wa jina moja. Na hivyo ndivyo dabi ya jana inavyoweza kusimuliwa kwa picha 3 tofauti. Simba ilivyokosa makali mbele ya lango, Yanga ilivyotumia nafasi moja muhimu kuondoka na taji, na teknolojia ya video support ilivyoingia kwenye historia ya mchezo. Lakini zaidi ya yote kulikuwa na picha ya mtoto Ali Kimara akibeba mpira na kuingia uwanjani. Ukumbusho kwamba wakati mwingine soka si kuhusu mabao, vikombe na ushindi pekee. Linaweza pia kuwa sehemu ya kutoa matumaini, kuunganisha watu na kuonyesha kwamba changamoto ya maisha si lazima iwe mwisho wa ndoto. Yanga imeondoka Zanzibar
ikiwa bingwa wa ngao ya jamii, lakini simulizi ya Amaan Stadium ya jana imeacha zaidi ya mshindi na aliyeshindwa. Hii ni AyoTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.